Bana, moja kati ya tukio ambalo lina trendi sana katika mitandao ya kijamii kwa sasa ni tukio la kwake Harmonize kuweza kuchoma maua ambayo amemnunulia Kajala pamoja na cheni, na ikiwa na ishara kwamba Harmonize kwa hivi sasa alikuwa anatamani basi angalau waweze kurudiana pamoja na Kajala. Baada ya kuchoma maua hayo, lakini pia katika posti hiyo aliweza kuandika kwamba waste of money and time, yani ikiwa na maana kwamba amepoteza muda, lakini pia ameweza kupoteza pesa katika jambo hilo, waste of time and money. Afaweka pia emoji ya kama vile kuchukizwa na jambo hilo ambalo limeweza kutendeka, au nyonge, ambao pia hii inaonekana kama vile ni drama ambazo zimeweza kutokea katika siku hii ya leo. Lakini pia naweza kusema kwamba tukio hili linaanza katika muktadha wa mahusiano ya hapo awali kati ya msanii maarufu wa Bongo Flava Harmonize pamoja na mwigizaji au meneja wake wa zamani, ikiwa na maana kwamba Kajala Masanja, ambao wawili hao waliwahi kuwa kwenye uhusiano uliokuwa unavuta hisia kali sana kwa watu wengi, hasa kutokana na tofauti zao za umri. Basi pamoja na mambo mengi ambayo yanaweza kutokea, hadhi zao zilizidi basi kuwachanganya mashabiki, lakini pamoja na jamii nzima kiujumla. Maisha yao ya kisanii yalikuwa tofauti kidogo, lakini yalikuwa na mvuto wa hapa na pale. Mmoja alikuwa ni mwigizaji, mwingine ni msanii wa muziki, lakini katika kipindi hichi ambacho kilikuwa kinahusu mahusiano yao au kuweza kufanya combination zao za sanaa pamoja na uigizaji ziweze angalau kuchombeza katika swala zima la tasnia hii ya sasa, mapenzi yao yaliingia katika doa kubwa sana baada ya kuibuka kwa migogoro ya ndani ambayo basi iliweza kupelekea wawili hao kutengana kabisa. Moja kati ya mambo ambayo iliweza kupelekea wawili hao kuweza kutengana ni yale masuala ya kuzima taa. Katika moja kati ya kitu ambacho kiliweza kuonekana kama vile jaribio la kurudisha penzi la hapo awali, Harmonize kwa hivi sasa ameweza kununua zawadi ya ua, lakini pia ambayo basi ua hili ni ishara ya upendo na majuto ya hali mambo ambayo yaliweza kutokea katika kipindi cha nyuma, na aliamua basi kutumia kama vile ishara ya kwenda kuomba msamaha. Hata hivyo, katika siku hii ya leo Kajala basi ameweza kukataa maua hayo kuyapokea, na zawadi hiyo iliweza kuambatana na cheni na mwisho wa siku na vizawadi vingine vingi vilivyokuwa katika kiboksi fulani. Jambo hili basi imeweza kumwathiri msanii huyu ambaye kwa hivi sasa hisia zake amezidi kuzielekeza kwa mwanamke huyu ambaye kwa muda mwingi zaidi amekuwa akimwaza na kumuimbia hapa na pale. Furaha yake bado ni mwanamke huyu ambaye ni Kajala Masanja, na amemfanya basi achukie kwa hatua hiyo na kuanza basi kuteketeza maua hayo wazi wazi. Maana halisi ya kuchoma zawadi hii ni kama vile amechoma ua hilo si jambo tu la kawaida, bali ni tendo la kihistoria ambalo linaashiria kwamba kuvunjika kwa matumaini kwa kile kitu ambacho ameweza kukifanya katika siku ya leo, na mwisho wa siku hakuna kitu ambacho kimeweza kuzalishwa kupitia maua hayo. Lakini pia hata cheni hiyo ambayo amemnunulia ni cheni ya gharama na ni cheni ambayo ni thamani kubwa sana. Ni bado inaonyesha kuwa Harmonize alitarajia suluhu ya jambo lake la hapo awali, lakini bado alikumbana na kukataliwa wazi wazi. Lakini pia maumivu ya kimapenzi ambayo Harmonize kwa hivi sasa ameweza kuyapitia baada ya kuchoma ua hilo ni kitendo kibaya sana. Yani kuna machungu ambayo ameweza kuyapitia moyoni mwake. Msanii huyu anaonekana kwamba anashindwa kuliachilia jambo la mahusiano kati yake yeye na Kajala Masanja, lakini pia anashindwa kuachilia hisia zake zizidi basi kupambana na kile ambacho alikuwa anakiita kwamba ni mahusiano ya kimapenzi baina ya kwake na Kajala. Lakini ujumbe huu katika jamii ni kwamba Kajala kwa sasa hivi anaonyesha kuwa bado hana upendo wala hajamkubali Harmonize kwa hichi ambacho kimeweza kutokea katika siku ya leo. Basi katika jambo hili basi Harmonize anaonekana kwamba hana thamani tena. Yani kwa kifupi ni kwamba vile move on Kajala siku nyingi, na Harmonize anateseka katika giza ambalo pilipili inamwasha, na ameamua kusema waziwazi kwamba mwanamke huyu bana amenikataa kwa mara nyingine. Taswira kwa umma na mandhari ya kisaikolojia kwa sasa hivi kwa Harmonize ni kama vile mashabiki zake wanatakiwa basi wampe angalau hope, yani wampe angalau moyo, kwa sababu kuna jambo ambalo linamuumiza ndani ya moyo wake. Lakini mashabiki, jambo hili basi limeweza kuinua hisia zao, watu mbalimbali wakiwa wanamtuhumu Harmonize kwa kuonyesha upande wake wa kibinadamu na anaumia sana, na wengine wanasema kwamba kwa nini umeweza kuonyesha hisia hizi waziwazi, na wengine wanamkosoa Kajala wakisi kwamba hakupaswa kukataa maua haya, alipaswa angalau kukubali zawadi hii, tena
angeipokea, na mwisho wa siku Harmonize naye pia binafsi angekuwa ni mmoja kati ya mtu anayejivunia. Lakini pia wengine wanaona kama tukio hili ni kama vile ni kiki au ni burudani za hapa na pale, hasa kwa sababu limetokea katika mazingira ya usanii. Basi watu wengine wanachukulia kama vile inawezekana kwamba ni swala tu la kiburudani tu. Lakini kisaikolojia, hatua hii ya kuchoma zawadi inaonyesha kwamba ni dalili ya wazi kwamba Harmonize amechukizwa na jambo hili na ameumia sana moyoni mwake. Amechoka kubeba hisia zake peke yake, lakini pia ameamua kuzianika hadharani ili watu wengine angalau waweze kumsaidia kwa hichi ambacho anakipitia. Lakini uhusiano wake pamoja na mastaa Harmonize unafanya tukio hili zidi kuibua mijadala mikubwa sana kuhusu faraga ya watu maarufu. Mahusiano yao kuishi mbele ya kamera basi yamekuwa ni mahusiano ambayo basi yameweza basi kumpa maumivu sana Harmonize kwa hichi ambacho kimeweza kutokea moja kwa moja. Hii sio public announcement, bali ni public image ambayo imeenda basi kuharibu picha nzima ya mahusiano yake Harmonize, kwa sababu Harmonize yeye mwenyewe binafsi aliexpect kwamba kutakuwa na uhuru kidogo ambao utakuja kuwepo hapo mbeleni baada ya kupeleka maua, lakini mwisho wa siku image yake imeenda kwenda kuharibika katika jamii kiujumla, na wengine wanalichukulia jambo hili kama vile Kajala amefanya maamuzi ambayo ni sahihi. Alipaswa aendelee kumkazia Harmonize ili azidi kujutia kile ambacho kiliweza kutokea katika siku za nyuma. Lakini bado anazidi kuomba msamaha siku hadi siku, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo alimkosea. Kwa hiyo anayo haki ya kuendelea kumwomba msamaha mpaka pale atakapokubali yeye mwenyewe. Lakini je, Kajala atamkubalia au Kajala hatomkubalia mpaka siku atakapoingia kaburini? Sababu kuna message moja ambayo Harmonize aliandika tena na kuandika waziwazi kwamba siku ambayo Kajala atamkubalia ndipo atakapomuoa siku hiyo. Na bado akaja tena mbele yake katika siku ya leo tena kwa mara nyingine kupeleka maua, lakini bado tena Kajala ameyakataa na mwisho wa siku ameamua kuyachoma maua hayo. Ni ishara ya maumivu, ni ishara ya huzuni, ni ishara katika game kabisa kwamba inaonyesha kwamba kuna wasanii ambao wanaimbia mapenzi lakini bado wanateseka nayo sana. Athari ya tukio hili kwa wasanii wengine na mashabiki kwa sasa hivi, basi tukio hili linaweza kuwatia moyo wasanii wengine kuwa halali kuonyesha hisia zao mbalimbali ambazo zinawatokea katika maisha yao na kuonyesha mashabiki zao ukweli unaowagusa, ukweli unaowaumiza ndani ya moyo wao. Lakini pia athari kubwa tena nyingine ni wanaamua basi kuwasilisha changamoto zao za kimapenzi katika mazingira ambayo ni maarufu, mazingira ambayo yatakuwa na maumivu makali sana, mazingira ambayo watu wengine wanaweza kulichukulia jambo hilo kama vile kiki. Lakini jambo hili pia linaweza likawafundisha mashabiki kuhusu uzito wa kukataliwa na namna ambavyo mapenzi yao yanaweza kumwangusha mtu hata akiwa katika kilele cha kifedha, hata akiwa katika hali nzuri ya burudani. Kwa hiyo swala la mahusiano pia linahitaji amani ya watu wawili na wala sio fedha. Kwa hiyo Harmonize bado katika jambo hili anazidi kuinsist vijana, anazidi kuinsist watu wengine wengi kwamba kuna mambo mengi ambayo yako nyuma ya kamera, hatujapata muda wa kuweza kuyaweka mbele ya kamera. Kwa ujumla, kitendo hichi cha Harmonize kuchoma zawadi hii ambayo ameweza kumpa Kajala na kuyakataa, basi kinaashiria jambo kubwa sana la mvutano wa kihisia linalozidi kumuumiza ndani ya moyo wake. Sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Hii ni Harmonize News. Bye bye for now.